Unajua in the year 2002 wakati Kibaki alikuwa rais wa nchi hii, wakati Kibaki alikuwa rais wa nchi hii in the year 2002, serikali mwenye alikuwa anaongoza serikali alikuwa Mkikuyu, si ndio? Mwenye alikuwa anaongoza upinzani akawa Mkikuyu. Ajao Kikuyu walikaa chini wakatulia, wakaona pande hiyo wako kwa serikali, pande hii yani wao wenyewe ndio wanaunga serikali na wao wenyewe ndio wanapinga serikali. Ndio watu kama William Ruto wakaanza, nyota yao ikaanza kuinuka kwa sababu upinzani afanyi kazi yake ya upinzani. So ikawa Ruto akaanza kutetea watu wa Rift Valley. Wakikuyu wakakaa wakatulia kabisa kwa serikali ya Kibaki, na wakawa na madharau ya hali ya juu. Wakaona hao Wajaluo na Waluya inafaa tuwe wafanyakazi wao, na tukawafanyia kazi kwa sababu hiyo ndio ilikuwa option. Hakukuwa na option nyingine. Baada ya Uhuru kukundua amejipata katika kona mbaya ya upinzani, hao Wakikuyu waliita Uhuru usiku wakamwambia, wewe toka ODM kuja pande hii, Kibaki akimaliza miaka yake 10 utakuwa rais. Na Kibaki akahakikishia Uhuru ya kwamba akiondoka atamuacha. Na kweli Kibaki alipoondoka in the year 2013 aliacha Uhuru akiwa rais wa nchi hii. Kiburi ya Wakikuyu iliendelea kumea kabisa. Kina Morathe akawa yeye ni chairman wa Jubilee, lakini anaweza futa waziri kazi. Kabila zingine tulikaa ni kama hii nchi sio yetu, lakini kwa sababu Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi, in the year 2022 Wakikuyu wakajipata mahali pabaya. Wako nje ya serikali, pande hii rais ni Mjaluo, pande hii ni Mkale. Na tukasema iende mahali popote itakapoenda ni sawa. Jukiti imefanya namna gani? So, kwa saa hii lazima tuelewane kwa kitu moja. Hata Matiang'i akiwa rais wa nchi hii, hata Kalonzo akiwa rais wa nchi hii, hata Ruto akiwa rais wa nchi hii, hakuna Mkenya ako na wasiwasi. Wasiwasi ya Mkenya ni kiti izirudi mlima. Hii mambo ingine yote hata Ngereza wewe ukisimama ni sawa. Na hiyo haiwezi fanya tukazozania hapa ati wewe ukue adui yangu mimi nikue adui yako. Kama Ukikuyu wanataka kuunga Matiang'i mkono na tufanye hesabu ya Mount Kenya na ya kabila zingine, unajua shida ya Wakisii ni kitu moja na tunafaa tuambie. Hii siasa ya Matiang'i kufanyia Kisiland toka huko. Matiang'i hata akuje huko Western. Matiang'i akiweka mkutano unaona tu hapa Uhuru, hapa Jeremiah Kioni. Si atembea hata na watu wengine. Sisi we don't have any problem with Matiang'i, si ndio? Lakini kama anaonekana tu na hii watu na ndio hatutaki Ingereza, surely si ati hatuwapendi, tunawapenda. Kwani tumeoa watu wangapi kutoka huko? Hii watoto unaona Waluya mama zao wengi ni Mjaluo na Mkisii. Hii hatuwezi fanya tukakosana. Ile kitu hatutaki kufanya mistake ni kitu moja. Kiti irudi mlima. Hata saa hii kiamusha Raila Amolo Odinga kwa kaburi amuke hivi, atakwambia Sakaja akue kama na Nairobi. Na walipopanga kumtimua aliita MMC akamwambia kujeni, mkitoa Sakaja huyu Mushiri atakuwa gavana, na akiingia kuwa gavana ataita watu wake na hamutaweza. Ndio hao Wajaluo vichwa ngumu kama Wajakoya wakatani. Haikuwa si ati wanapenda Sakaja, mwenye alikuwa anakuja ndio hatari. Hawana. Na hiyo si ni sawa tu na 2024 wakati Ruto must go. Atoke, akatoka nani angeingia hapo? Unajua Ruto alikuwa na kiburi, akaudhi kila Mkenya. Hakuna mtu wa kuudhika na Ruto. Mpaka alikuwa anafika mahali yani anaongea mpaka unajua huyu ni Mungu mwenyewe ama ana mamlaka hata kuliko Yesu. So tukaudhika na Ruto. But ilipofika wakati ya kutoa Ruto,
tukaangalia bana, hata kama Ruto anatoka, mwenye anakuja ni hatari. Ruto ana kiburi, lakini kuna mahali ya usikiza. Lakini hii watu ya Mount Kenya tunawajua, hakuna siku watasikiza wa Kenya. Mheshimiwa, Yes. hapo kwa Sakaja nasikia kuna kitu inakuja polepole, inasema kaunti ya Nairobi inafaa iende NMS. Sijui kama umesikia hiyo kitu. Inakuja polepole. Yes. Sasa sijui last time Sakaja alikimbia Karen na Bahasha akaona mzaa akamzingira. Yes. NMS Jarakei ndiye analeta. Ni mbunge, ni senator wapi? Nandi, si ndio? Yeye ndiye analeta hiyo motion. Anaona huyu kijana kumanage count ni ngumu. Na analeta hiyo kitu iko chini ya maji. Unaona Sakaja akiponea? Kuna kitu mimi nataka uelezee wewe speaker. Kwanza inafaa ujue Cherengei ni nani. Cherengei ni senator. Amekuwa kwa mara mingi akifuata policy za UDA ama hapana? Kuna siku hata amefukuzwa kwa Senate na Chefa Amason Kingi. Kweli si kweli? So Cherengei ni kama Malala huko kwetu Bungoma. Wanaweza fanya chochote, lakini wakifanya msiseme ni Waluya. Unaona? So iko hata yuko hii mbunge alikuwa anaitwa Nandi Charles Ketera, Alfred Ketera. Watu wanaweza ongea na tuseme wanatoka Rift Valley, but hawana uhusiano yoyote na watu wa Rift Valley. Sasa Cherengei mimi namjua, is a very vocal. Huyo jamaa anajua kuongea, si ndio? Kwanza ni mwanasheria. Lakini jiulize kitu moja, anaenda na watu wake. Sasa hiyo wacha nikwambie kitu moja. Enda angalia registered ya hapa Nairobi. Kama hapa Embakasi na wale watu wamedominate hapa, enda Kibira na uende uangalie result za ugavana Nairobi. Hata kama Raila alikuwa ameunga mkono Bolgadi Kade, Wajaluo hawakufuata hiyo maneno. Ilipofika asubuhi walinyamaza. Tungoje. Si walipigia nani kura? So hii Nairobi ni Waluya na Wajaluo. Tukiwa tu kitu moja, hii Nairobi tumemaliza. Mwenye alikuwa anapinga Songo ndio NMS ikuje, alikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. In the same Kikuyu wenye walikuwa wanataka kutoa Sakaja. Lakini namba yao ya MCA wakati Raila aliita hii ya Azimio ikarudi chini, hata walinyamaza, hata waongeangi. Sasa mwenye anataka kuleta hii NMS lazima ende back aulize, mara ya kwanza nyinyi ndio mlikuwa mnataka kutoa Sakaja, si ndio? Ikafikia hamukumtoa, mkanyamaza. Mlinyamazia wapi? Aje wewe utakuja upate hii nyumba hapa, uone hii nyumba ni semi permanent, uone utasukuma na mkono mmoja iende, utasukuma na iende. Na ukisukuma mara ya pili uone watu wamekuja hapo wengi sana kukuuliza shida nini. It is neither wewe utoke mbio ama upate shida mahali hapo. So kabla ufanye kitu ya kuja kutoa Sakaja, hiyo mstari upige na rula. Lakini ukichora na mkono utajipata mahali babaya. So ile kitu nilikuwa nataka tu kuambia wabunge, Nairobi hii yenye tunakaa hakuna mtu atakuza Sakaja. Yule mtu mwenye ilikuwa tishio kwa Sakaja tulimtuma Bungoma aenda asimame kura huko. Na Sifuna yeye ako tu sawa, anapanga mambo yake. Kuna siku tunaweza tumia yeye, lakini sio leo. Na nilisikia kataka moja nilisikia mbunge kutoka Trans Nzoia County. Okay, mimi sitoki Trans Nzoia, but hao watu wote wenye unasikia wanatoka Trans Nzoia, hiyo watu wote wanatoka Bungoma. Kama huyu mbunge wa Senda Kwanza anaitwa Ferdinand Wanyonyi, anatoka mahali panaitwa Misiho, ndio tulisika baba yake. Mbunge wa Kiminini anaitwa Isaac Bisau, anatoka Webuye hapo kwa mlima juu. Wote ni watu ya, hata huyu alikuwa wakili, alikuwa anaitwa George Carlton, alikufa in the year 2000.
Kuna shamba walikuwa wamepora hapo Mkuyuni, huyo Mutesa akawaroka wakakufa wote na mtoto ya mama yake. Kuna jamaa ndio tu alikuwa anaitwa David Wanjala Welime, alikuwa chairman ya NAK. Yeye ndiye alikuwa anasimamia hiyo board. David Wanjala Welime na George Welime captain, mama yao it sisters. Wakati huyo anaiba shamba, huyo alikuwa wakili wake. Huyo Mutesa aliwamaliza wote. Yeye alikufa ndio 2000, huyo amekufa wakati ndio 2005. Wakati Kibaki anakuja matanga ya mama ya Muhisa, Raila naye na Kalonzo walikuwa kwa George Welime captain. So na Tembea kuna watu wanamtumia. Na wenye wanatumia na Tembea shauri yao. Asante sana.